almost 200 wakakula bill ya 29,000. Then sisi kuconfirm na yeye anakataa, yeye anasema ya kwamba alikuwa anatafuta nafasi sana ya kufanya revenge kwa duka ya Kamau. Mr. Speaker, Nyamu amesema na mdomo yake ya kwamba hakuna kitu yenye tunaweza mfanyia Mr. Speaker, na messages ziko hapa Mr. Speaker. Amesema ya kwamba hata anaweza tupiga malisasi Mr. Speaker. So sisi kidogo. Watu wasonge nyuma. Oya, mama songe nyuma ba, songeni nyuma. Wasonge nyuma. Maiki nango. Ngane. Kare Nyamu. Subiri chiam. Kare Nyamu lepa 29. Nyuma. Bado ngato anjo tutam kama right. Kare ni Nyamu lazima atoe pesa. Pesa Karen. So Mr. Speaker, nikiendelea Mr. Speaker, kila mwanabunge anajua ndugu yetu Kamau amejikakamua Mr. Speaker, akafungua biashara pale kando ya Mama Lucy Mr. Speaker. Yeye kufungua kibanda yake pale, alitarajia hiyo kibanda ni inamlipia rent na inamsaidia na shosho yake, juu shosho yake ndio mtu tu amebaki naye. Huyu ni orphan Mr. Speaker. Then Karen Nyamu anatoka Mama Lucy anaona duka ya Kamau Mr. Speaker. Then hapo yeye ndiye ameenda hapo direct. Kuna mtu alimpeleka hapo. Yeye ndiye ameenda direct akauliza, "Hii ndio duka ya Kamau?" Na alikuwa na wananchi Mr. Speaker siku ya Idi Mr. Speaker. Na Madam Karen Nyamu akakula bili ya 29,000, ndio hii hapa. Akakula bili ya 29,000. Akakosa kulipa ndugu yetu Kamau wa Kisumu. Kamau saa hii duka yake iko chini kabisa kibiashara. Karen Nyamu alikula kila kitu, chimondo, chips, kuku, hadi kuku yenye kuku imeiva, bado alienda hadi nayo. Soda wameenda hadi na machupa. So tunaambia Karen Nyamu, if you are a woman enough, kosa kulipa Kamau wa Kisumu pesa yake. Mimi mwenyewe amenitusi. Message iko hapa. Ametuambia sisi machokora. Anaweza tupiga malisasi. Akona protection ya William Samoei Ruto, kuna mali tunaweza mpeleka. Amesema hata lipa Kamau wa Kisumu deni yake na hata lipa. So sisi tunasema kama ndio maviongozi tunakuwa nao katika nchi yetu ya Kenya, then tujui mali tunaenda. Huyu mama kuna mali anataka women rep Nairobi. Nani anaweza chagua mama kama huyu? Hakuna. Nani anaweza chagua Nyamu? Hakuna. So sisi watu wa Jakaranda ukiguza one, umeguza wote. So tunaambia Karen Nyamu, nimekubali mimi ni chokra. Nimekubali mimi ni mtoto wa maskini, yes, nakubali. Lakini lipa Kamau wa Kisumu deni yake. Na nyinyi hamjui mali shida imetokele. Wakati tulienda State House, Karen Nyamu ndiye alituita. Hiyo time ilipata kama mimi Oria na msupport. Akaniita, nikachukua mandugu zanguni, tukaenda pale State House. Tukarudi na mkono tupu. Kamau kulia pikipiki yake. Nyamu akasema ati tulikuwa tunataka kumuua kisiasa. That's why alikuwa anatafuta mbinu yote. Sisi tulikuwa tunadhani hizo vitu zimeisha. Alikuwa anatafuta mbinu yote afanye revenge. Ndio yeye amekula kila kitu kwa hoteli ya Kamau. Amekataa kulipa. Ameenda hadi na chupa. Na Karen Nyamu tena pia alikuwa ananitaka. Siwezi taka Karen Nyamu. Alikuwa ananitaka. Alikuwa ananitaka. Anataka kimapenzi. Sitaki mimi sio Samido. Na mimi niambia Karen Nyamu, mimi siwezi date Karen Nyamu. Unataka chokora? Sasa hii mimi ni chokora. Wakati ulikuwa unanitaka ukukua Mkamba, nyamaza kidogo. Wewe nyamaza Mkamba. Kase, mnapigwa na Mauria huko na anakuja kupiga kelele. Ndio unajua sasa mimi ni chokora. So nataka kuambia Karen Nyamu, kesho tunakuja Senate. Utuue hapo kwa plan, utuue. Leo sisi tulikuwa wajanja. Leo kulikuwa kuna somo budget. Tuwezi kuja. Mngetuua. Useme sisi majambazi. Lakini kesho tunakuja hapo kwa Senate. Lazima Kamau wa Kisumu apate deni yake. Kamau wa Kisumu hakutaki.
Ama wewe unataka Mao Kisumu? Wewe kila mtu ni handsome. Kila mtu ni mrefu, anakaa mzuri. Kwani utoseki na mrija? Tunasema kama watapata haki yake, asanteni sana. Kitu sasa.